Wapendwa wasikilizaji wa redio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Juma la 31 mwaka C wa kanisa, siku ya Jumanne tarehe 4 mwezi wa 11 2025. Leo mama kanisa anafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Karoli Baromeo, askofu. Na sasa tusikilize masomo yetu ya leo. Itakuwa kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka barua ya Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 12 aya ya 5 hadi ya 16, na somo letu la Injili linatoka Injili ya Luka sura ya 14 aya ya 15 hadi ya 26 hadi ya 24. Ujumbe wa neno la Mungu. Mungu anatualika kila siku kushiriki katika karamu ya uzima. Tusikatae mwaliko wake kwa visingizio, bali tujitolee kwa upendo na unyenyekevu kama Mtakatifu Karoli Baromeo. Na sasa tusikilize somo la Injili. Mmojawapo wa wale walioketi chakulani pamoja na Yesu aliwaambia, heri yule atakaye kula mkate katika ufalme wa Mungu. Akamwambia, mtu mmoja alifanya karamu kubwa, akaalika watu wengi. Akamtuma mtuma wake saa ya chakula amwambie wale walioalikwa, njoni, kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwa tayari. Wakaanza wote kutoa udhuru kwa nia moja. Wa kwanza alimwambia, nimenunua shamba, sharti niende kulitazama. Tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe jozi 5, ninakwenda kuwajaribu. Tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimeoa mke, na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Yule mtumwa akaenda akamwambia bwana wake habari ya mambo hayo. Basi yule mwenye nyumba akakasirika, akamwambia mtumwa wake, toka upesi uende katika njia kuu na vichochoro vya miji, ukawalete hapa maskini na vilema, vipofu na viwete. Mtumwa akasema, Bwana, hayo yote ulioniagiza yamekwisha tendeka, na hata sasa ingaliko nafasi. Bwana akamwambia mtumwa, toka nje uende barabarani, mipakani, ukawashurutishe kuingia ndani, nyumba yangu ipate kujaa. Maana nawaambia ya kwamba katika wale walioalikwa hapana hata mmoja atakayeonja karamu yangu. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, katika Injili ya leo Yesu anatoa mfano wa mtu anayefanya karamu kubwa na kualika wageni wengi. Wote walioalikwa walialikwa wakaanza kutoa visingizio. Mmoja akasema amenunua shamba, mwingine amenunua ng'ombe, na mwingine ameoa. Kila mmoja alikuwa na sababu nzuri ya kukataa mwaliko huo. Hapo Yesu anatufundisha kwamba neema ya Mungu mara nyingi hupotezwa si kwa chuki, bali kutoa kipaumbele cha mwili, yaani tunapoweka mambo ya kidunia mbele ya wito wa Mungu. Wapendwa wasikilizaji, karamu katika mfano huu ni ishara ya ufalme wa Mungu, wa wokovu, wa maisha ya neema na upendo. Wale waliokataa ni mfano wa wale wanaopuuza nafasi ya kumtumikia Mungu, kutubu au kushiriki maisha ya kanisa kwa sababu ya biashara, mali au starehe. Lakini Mungu hakati tamaa. Anawaalika tena maskini,
viwete, vipofu na wale waliotengwa, yaani wale wanaonyenyekea na kufungua mioyo yao kwa wokovu. Maana nawaambieni ya kwamba hakuna hata mmoja wa wale walioalikwa atakayeonja karamu yangu. Rejea Injili ya Luka sura ya 14 aya ya 24. Hivyo ndivyo alivyoishi Mtakatifu Karoli Borromeo, askofu wa Milano. Alipokea mwaliko wa Mungu kwa moyo wote. Akiwa kijana mwenye hadhi na elimu, angeweza kuishi maisha ya starehe, lakini aliamua kujinyima na kuishi kwa unyenyekevu. Wakati wa ugonjwa wa tauni hakujificha. Aliwahudumia wagonjwa, aliwafariji waliokata tamaa, na alitumia mali yake kuwasaidia wahitaji. Alielewa kuwa mwaliko wa Mungu hauwezi kuahirishwa. Pia alijitahidi kuweka sheria za nafuu kwa roho za watu na kuhimiza maadili ya Kikristo. Tafakari hii inatualika tujiulize, je, tunajibu vipi mwaliko wa Mungu katika maisha yetu? Mara ngapi tunasema sina muda kwa sala, toba na huduma kwa wengine? Je, hatuwezi kuwa kama Karoli Borromeo aliyetii wito wa Mungu kwa matendo ya upendo, imani na uaminifu? Mtakatifu Agostino anatusaidia kujibu maswali haya. Anasema, katika upendo hakuna mateso, bali kuna furaha na amani ya kimungu. Ndugu zangu katika Kristo, leo tuwe tayari kuacha visingizio. Mungu ametutayarishia karamu ya uzima. Tuingie kwa furaha, tumtumikie kwa moyo wa upendo na unyenyekevu. Tafakari hii imeleta kwenu nami Frater Augustine Korneli Mnyere wa Jimbo Katoliki la Mpanda, ninayesoma seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kiparapara, mwaka wa 4 teolojia, Jimbo kuu la Tabora. Tumsifu Yesu Kristo.